Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na mwili wa Askofu Kardinali Pengo kuzikwa Februari 28 Pungu, Dar es Salaam. Waziri wa Afya wa Zimbabwe atangaza mpango wa kuzindua dawa mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia ya sindano. Na katika michezo, kocha wa timu ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT kampasi kuu ya Mwanza ameeleza maandalizi ya kikosi chake kuelekea kwenye mchezo wa mshindi wa 3 wa mashindano ya chuo Challenge Cup Jumamosi hii. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony ambaye nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa, Matilda Emilio atakayekusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Dorcas Maximilian. Na tuanze na habari za kitaifa. Mwili wa askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam Kardinali Pengo unatarajiwa kuzika Februari 28, 2026 katika makaburi ya kituo cha Hija Pugu, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na kanisa, inaeleza shughuli za mazishi zitaanza siku ya Ijumaa Februari 27 baada ya mwili kuombewa katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jijini humo. Na turejee jijini Mwanza. Ikiwa leo Februari 20, Tanzania na dunia kwa ujumla inaadhimisha siku ya haki za kijamii duniani, yakiwa ni maadhimisho ya 28 toka ilipoanzishwa katika mkutano wa dunia wa maendeleo ya kijamii uliofanyika Copenhagen nchini Denmark. Kufuatia maadhimisho hayo, vijana nchini Tanzania wametoa maoni yao kuhusiana na siku hii na ukuaji wa haki za kijamii. Mwanahabari wetu Isaya Sijia ametuandalia undani wa taarifa hizo. Usiku wa Februari 19, 2026, majira ya saa 4 usiku, jamii ya Kitanzania hasa waamini wa kanisa Katoliki walijikuta wakigubikwa na simanzi na huzuni isiyo kifani baada ya kusambaa kwa habari za kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Marehemu Kardinali Pengo amefariki dunia usiku wa jana Alhamisi ya tarehe 19 Februari 2026 saa 4 usiku akiwa anapatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Alizaliwa tarehe 5 Agosti 1944 huko Mwazie, mkoa wa Rukwa, na alikuwa na umri wa miaka 81. Alipandishwa cheo kuwa kardinali na Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 1998 na alitumikia kama askofu mkuu wa Dar es Salaam kuanzia mwaka 1992 hadi alipostaafu mwaka 2019. Kardinali Pengo alikuwa kiongozi mwenye hekima, mlinzi wa maadili na mtu wa umoja na amani katika taifa la Tanzania. Alikuwa sauti yenye nguvu ya kanisa Katoliki barani Afrika na aliyetoa mchango mkubwa katika maisha ya kiroho na kijamii. Taratibu za mazishi ya Mwadhama Kardinali Pengo zinaendelea kufanyika katika familia yake, huku mazishi yake yakitarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 28 Februari mwaka huu katika kituo cha Hija huko Pugu. Tunaombea familia yake, askofu na mapadre wote, watawa na waumini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Tanzania nzima wapate nguvu na faraja katika wakati huu wa maombolezo. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Kutokana na historia mbaya, hasa unapokuja misimu ya mvua kando ya ziwa Victoria, wakazi, walezi na viongozi wanaokaa katika mtaa wa Swea Beach wametoa rai hasa kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kuelekea msimu huu wa mvua. Shauri langu kuhusiana na wanafunzi, tunaomba wanapokuwa wamefika katika mialo yetu, bora wafuate muongozo wetu wa CCDM. Aidha waje waulize kama wanahitaji kuoga, waulize, tuambie kwamba maji yana kina fulani, nenda sehemu fulani iko salama zaidi, kwa sababu pia kuna wanyama wakali kama mamba, nyoka wanapatikana haya mazingira yetu. Kwa hiyo lazima utaratibu ufanyike, lazima wafuate ili uweze kufanya chochote wanachokihitaji katika haya mazingira yetu ya miaka. Asante. Tunashauri wanapokuja huko wawe makini, wawe na tahadhari, maana katika ziwa letu hili tuna viumbe vikali, mamba wanapatikana huku. Wanapokuja kuangalia ziwa, wengine kushangaa, wawe makini kwa sababu ya kuchukua tahadhari wasije wakazuria. Tunapenda kutoa tahadhari kwa wanafunzi wageni wanaofika maeneo haya. Wanapokuwa wanafika maeneo haya, ni rahisi kuna wenyeji wanakuwa wako mazingira haya, wapate information kuhusiana na mazingira haya, kwa sababu wanapokuja tu na mazingira haya bila kupata information yoyote, kuna madhara huwa yanatokea.
Kutokana na mfululizo wa matukio ya ajali ya maji, hasa tukio lililotokea msimu jana baada ya mwanafunzi mmoja chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kupoteza maisha katika ziwa hilo, wakazi wamewaasa hasa wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali kwa makini wanapofika ziwani hapo ili kuepusha majanga ya kupoteza maisha. Na hii ni kutokana na idadi kubwa ya watu wanaokuja kutoka nje na maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Kutoka Mwanza, mimi ni Isaya Sijia wa SAUT TV. Tukisalia jijini Mwanza, baadhi ya vijana wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza jinsi wanavyotumia fursa za ujasiriamali ili kuweza kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira na kujipatia kipato kinachowasaidia kuendesha maisha yao ya kila siku. Wameeleza hayo walipozungumza na SAUT TV habari na kutoa wito kwa vijana waliohitimu masomo yao kujishughulisha na shughuli ndogo ndogo ili waweze kujikimu. Mwanahabari wetu Grace Germanus ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Ukosefu wa ajira imekuwa ni changamoto kubwa miongoni mwa vijana, na leo katika mitaa ya Malimbe tutaenda kuangazia ni kwa namna gani vijana wanatumia fursa ya ujasiriamali ili kuweza kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira na kuweza kuendesha maisha yao na kuweza kujiingizia kipato. Sana maana nimeweza kukimu mahitaji madogo madogo kama vile kuanzisha mradi mwingine na pia kusaidia wazazi kule vijijini, pia na kulipa kodi huku nikiendelea kukomaa na kupambana. Kwanza moja, tuamke, kwa sababu ukikaa unategemea ajira ndio ile pale kwanza uchumi wa nchi unashuka, pia unakaa unategemea familia. Kumpunguzia mzazi wangu sehemu ya ada, nikipata kidogo ada namsaidia na changamoto akiwa mdogo wangu shuleni huko na namtumia na mimi kujikimu kuishi, maana hata kwa mazausi sio rahisi kulipa kodi, lakini nalipa kutumia hii kazi. Ni mjasiriamali mdogo mdogo, nafanya kazi ya wakala kutoa hela na kuweka hela ambayo inaweza kaniingizia kipato kutokana na ukosefu wa ajira. Hivyo naweza kujinunulia mahitaji yangu na kufanya kazi mbalimbali za kujitegemea. Nikiripoti kutoka mtaa Malimbe, mimi ni Grace Germanus wa SAUT TV. Shukrani sana Grace Germanus kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Waziri wa Afya nchini Zimbabwe Douglas Mombeshora ametangaza rasmi kuanza kwa mpango wa uzinduzi wa dawa mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi zijulikanazo kwa jina la Lenacapavir zinazotolewa kwa njia ya sindano mara 2 kwa mwaka. Hatua hiyo inatazamiwa kama mapinduzi makubwa katika juhudi za nchi hiyo kutokomeza janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa agizo rasmi kwa Wizara ya Ulinzi, Pentagon, na mashirika mengine ya kiserikali kuweka wazi faili zote zinazohusiana na viumbe wa ajabu wa nje ya sayari UFOs. Trump amesema kuwa hatua hiyo inatokana na kuwepo kwa maslahi makubwa katika suala hili ambalo lina umuhimu wa kipekee, agizo ambalo linajumuisha kutoa taarifa zote zilizofichwa kuhusu vitu visivyojulikana vinavyopaa angani na viumbe hai kutoka sayari nyingine. Mwandishi wetu Arafa Ngondae anaeleza kwa kina taarifa hizo za kimataifa. Taarifa hiyo kutoka serikali ya Zimbabwe kupitia waziri wa afya amesisitiza kuwa hatua hii ni muhimu na ya kihistoria kwa taifa, ikiwa uzinduzi huu ni sehemu ya mwitikio mpana wa Zimbabwe katika kukabiliana na changamoto za kiafya zinazotokana na VVU, huku serikali ikionyesha utayari wa kutumia teknolojia ya kisasa zaidi ya kitiba. Katika mpango huo, makundi yaliyopewa kipaumbele ni pamoja na wasichana na wanawake ambao takwimu zinaonyesha kuwa wanakabiliwa na viwango vya juu vya maambukizi mapya. Dawa hiyo iliyotengenezwa na kampuni ya Gilead Sciences ilipata idhini ya kutumika nchini Zimbabwe mnamo Novemba mwaka jana baada ya utafiti kuonyesha ufanisi wa karibu 100%. Katika awamu ya kwanza ya utekelezaji, mpango huu unatarajiwa kuwafikia zaidi ya watu 46
16 walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa katika maeneo 24 nchini kote, ambapo ufadhili wa mradi huu unatoka kwa serikali ya Marekani na mfuko wa kimataifa, jambo ambalo linahakikisha upatikanaji wa huduma hii kwa wahitaji bila kikwazo cha kifedha. Licha ya kuwa na takriban watu milioni 1.3 wanaoishi na virusi vya ukimwi, Zimbabwe imepata mafanikio makubwa kwa kufikia malengo ya kimataifa ya UNAIDS, ambapo kiwango cha maambukizi nchini humo kimeshuka kwa kiasi kikubwa kutoka 34% miaka ya mapema 2000 hadi kufikia takriban 12% hivi sasa, hali inayoonyesha ufanisi wa mikakati iliyopo. Hata hivyo, mwitikio wa jamii umekuwa wa matumaini makubwa, huku viongozi wa kijamii kama Melody Dengu wakijitokeza kuwa mfano kwa kupokea tiba hiyo na kuhamasisha wengine. Kwa upande mwingine, Rais Trump amesisitiza kuwa mashirika hayo hayapaswi kuzuia habari yoyote inayoweza kusaidia kuelewa ukweli wa mambo haya ya kusisimua ambayo yamekuwa yakiwaacha watu na maswali kwa kipindi cha muda mrefu. Aidha, agizo hilo limekuja baada ya rais wa zamani Barack Obama kusema kwenye podcast ya Brian Tyler kuwa anaamini uwepo wa viumbe wa kigeni, ingawa alikiri kuwa hakuwahi kuona ushahidi wa viumbe hao kuhifadhiwa mahali popote wakati wa uongozi wake. Hata hivyo, hatua hii ya Trump ya kuamuru uwekaji wazi wa faili hizo inatarajiwa kuzua mjadala mpya nchini Marekani na duniani kwa ujumla, huku wataalamu wa masuala ya anga na nadharia za viumbe wa kigeni wakisubiri kuona majibu ya faili hizo za Pentagon kuhusu uwepo wa viumbe hai nje ya sayari. Shukrani sana Arafa Ngondae kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Matilda Emilio atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Sudi wa Boda. Ni vijana wa siku hizi bana. Kazi kubadilisha wanawake tu ndani. Ulipa kodi yangu? Sasa hii kama alipie nani wewe? Sudi ni ananisumbue. Ananisumbua. Tuse kufuatilia Sudi wa Boda kila Jumamosi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV. Karibu mtazamaji wa SauTV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Matilda Emilio. Baadhi ya vijana mtaa wa Malimbe wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza mchango wa kazi ya bodaboda katika soko la ajira, kwani imeweza kuwasaidia kujikimu pamoja na kuepusha na vitendo visivyokubalika katika jamii. Wakizungumza na SauTV habari, vijana hao wamethibitisha kuwa kazi ya bodaboda ni kama kazi zingine, kwani inawasaidia kujipatia ajira, kipato na uwekezaji ili kuepuka na makundi mabaya ya wizi na ujambazi. Na biashara ya kimataifa, serikali kuu ya Indonesia imefikia makubaliano ya kibiashara yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuleta usawa wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Makubaliano hayo yamefikiwa wakati wa mkutano wa kwanza wa bodi ya amani inayoongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika Washington kujadili ujenzi mpya wa Gaza. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Mkami Masine. Ajira ya bodaboda ambayo zamani ilikuwa ni kazi ya kawaida sana, lakini sasa imekuwa ni nguzo muhimu kwa vijana katika kujipatia kipato. Lakini leo nipo katika mtaa huu wa Malimbe ambapo vijana wanaweza kuelezea mchango wa kazi. Ni dereva bodaboda katika kituo hiki cha Rombo hapa Malimbe Mwanza. Binafsi kazi hii ya bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Wezesha asilimia nyingi au asilimia kubwa ya vijana kujipatia kipato chao cha halali na kuweza kuendesha maisha yao bila kutegemea mtu. Kwa hiyo kazi ya bodaboda ni kazi kama zilivyo kazi zingine, ni kazi kama wale wanaofanya kazi maofisini. Japo kwenye kipato vinatofautiana, lakini ni kazi, maana inatuwezesha katika kuendesha maisha yetu kila siku. Kama kijana, bodaboda imeniwezesha kupata pesa ambayo inaniwezesha katika mahitaji yangu maalum. Kwa mfano, mimi nalipia kodi, najipatia chakula, pia hadi na mavazi. Na kingine, bodaboda inanisaidia kipato ambacho nawezesha hata wazazi wangu na marafiki zangu. Unaona? Faida nyingine ya bodaboda imenifanya niepukane na makundi mabaya ambayo yanapatikana katika jamii yetu. Kwa mfano, wizi, ujambazi, pia makundi mbalimbali ambayo tunajua ambayo hayakubaliki katika jamii.
Kwa hiyo mimi ningependa kusema bodaboda ni ajira tosha ambayo sisi vijana tunahitaji tuwezeshwe zaidi ya hapa. Bodaboda inapunguza changamoto ya ajira kwa vijana walioko mtaani, kwa sababu kila kijana anapokuwa hana shughuli ya kufanya ya kumuingizia kipato, inakuwa ni changamoto kwa jamii inayomzunguka, kwa sababu anaweza kawa kibaka au akawa hata jambazi kwa sababu hana shughuli ya kufanya. Kwa hiyo bodaboda hii imekuja kuwa msaada kwa vijana hao, maana ni biashara ambayo inawafanya wapate kitu cha kuwashughulisha, lakini pia wanapata kipato cha kukidhi mahitaji au. Na haya ni maoni ya vijana juu ya mchango wa kazi ya bodaboda kwa soko la ajira. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Malimbe, mimi ni Mkami Masine wa SAUT TV. Marekani imefikia makubaliano ya kibiashara na Indonesia yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuleta usawa wa kibiashara kati ya mataifa hayo. Makubaliano hayo yamekamilishwa wakati wa mkutano wa kwanza wa bodi ya amani iliyoongozwa na Rais Donald Trump kujadili ujenzi mpya wa Gaza inayotajwa kuwa historia kwa kuzingatia ukubwa wa masuala yaliyogusa thamani ya mikataba iliyosainiwa. Aidha, mratibu wa masuala ya uchumi wa Indonesia, Airlines Hatton, amesema zaidi ya 90% ya maombi ya Indonesia kuhusu masharti ya ushuru yamekubaliwa na Marekani. Hatua hiyo imefungua fursa kwa bidhaa zaidi ya 1700 kuingia katika soko la Marekani bila kikwazo kikubwa. Kwa upande wake, Indonesia imekubali kufungua masoko yake kwa bidhaa za Marekani na kuondoa vikwazo kadhaa vya biashara. Hatua hiyo imeelezwa kuwa mkataba wa uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo, huku mkataba wenye thamani ya bilioni 38.4 ikisainiwa na utekelezaji wa makubaliano hayo ukitarajiwa kuanza ndani ya siku 90 zijazo. Asante sana Mkami Masine kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Dorcas Maximilian. Endelea kutazama SAUT TV. Mimi ni Matilda Emilio. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Dorcas Maximilian. Kocha mkuu wa timu ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, Mlekon Justin, ameeleza maandalizi ya kikosi chake kuelekea kwenye mchezo wa mshindi wa 3 wa michuano ya Chuo Challenge Cup utakaochezwa kesho Februari 21 dhidi ya Chuo cha Misungwi, huku wachezaji wa timu hiyo wakiahidi kufanya vizuri. Timu hiyo ya Chuo cha Sauti iliondolewa kwenye hatua ya nusu fainali baada ya kupoteza kwa magoli 5-0 kwenye michezo yote miwili dhidi ya timu ya Chuo cha Mipango. Na katika rubaa za kimataifa, Mahakama Kuu mjini Rabat nchini Morocco imehukumu mashabiki 18 wa Senegal waliokamatwa kufuatia vurugu zilizotokea katika mchezo wa fainali ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2025 kati ya Morocco na Senegal. Mchezo huo uligubikwa na matukio kadhaa, ikiwemo la wachezaji wa Senegal kugomea penalti na Morocco kwa madai kuwa haikuwa halali. Ilihitimika kwa Senegal kushinda bao 1-0. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye Beckham Mlokozi. Yes, Chuo Challenge Cup kwa sasa ndio habari ya mjini. Ni mara baada ya kutamatika kwa nusu fainali ya mashindano hayo na Chuo cha Sauti au timu ya Chuo cha Sauti kuondolewa kwa magoli 5-0 na Chuo cha Mipango, na sasa ni kuelekea katika mchezo wa kumtafuta mshindi wa 3 ambapo Chuo cha Sauti kitacheza mchezo huo wa kumtafuta mshindi wa 3 na Chuo cha Makwish siku ya Jumamosi mwishoni mwa wiki hii. Lakini hapa ni namna wachezaji pamoja na kocha wa timu hiyo walivyojipanga kuelekea katika mchezo wa kumtafuta mshindi wa 3. Wawezi kurudia makosa waliyofanya mara ya kwanza kwa kufunga magoli 5-0 na Chuo cha Mipango. Ni mchezaji wa timu ya Chuo cha Sauti. Kwa siku ya kesho tutakuwa na mchezo kati ya Sauti na Chuo cha Makwish. Binafsi kama mchezaji, sisi tumejiandaa kama wapambanaji, lakini pia kwa hatua hii ambayo tunaenda kucheza kesho ya mshindi wa 3. Tulikuwa katika mashindano, kuna makosa tuliyafanya, lakini tumerudi katika uwanja wa mazoezi, tumefanyia pale ambapo tulikosea. Kwa hiyo kwa siku ya kesho tulikuwa tunaomba wachezaji, mashabiki, pia hata viongozi na wale wanachuo ndani ya Chuo cha Mtakatifu Agustino kujitokeze katika mchezo wetu ambao utachezwa kwa siku ya kesho kwa mshindi nafasi ya 3. Kwa hiyo kama wachezaji hatujakata tamaa, lakini mchezo ni
na mpira ni mchezo wa makosa. Ukikosea unaadhibiwa. Kwa zile sehemu ambazo tumekosea, tumeshafanyia marekebisho, viongozi wetu, makocha wetu, pia hata benchi la ufundi wameyafanyia marekebisho. Kwa hiyo tunaamini kwa siku ya kesho tutaenda na tutarudi na ushindi. Kocha wa timu ya chuo anaweza nikasema kwamba kuelekea kwenye mechi ya mshindi wa 3 ambayo itafanyika kesho muda wa saa 6 mchana, tumejiandaa vizuri, japokuwa kuna changamoto ndogo ndogo, ila katika upande wa maandalizi naweza sema kwamba tumejiandaa vizuri, na kikubwa zaidi ni kuweza kufanya makosa ambayo tuliyafanya kwenye mechi ya nusu finali. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kuelekea mechi ya kesho ni mechi ambayo tumejiandaa kiakili, kimwili, japokuwa kuna mapungufu madogo madogo, hayo naweza sema ni mapungufu ya kiufundi ambayo yanaweza kurekebishika katika mazoezi na kuweza kufanya vizuri zaidi katika mchezo wa kesho. Karibu sana kwenye mashindano haya ya kumtafuta mshindi wa 3, na mimi ni Beckham Locos wa South TV. Na katika habari za kimataifa, kwa mujibu wa mamlaka nchini Morocco, mashabiki wao 18 walipatikana na hatia za uharibifu wa mali za umma karibu na uwanja katika michuano ya AFCON ya mwaka huu iliyofanyika nchini humo, pamoja na kufanya fujo na kuingilia kazi za maafisa wa usalama. Katika mashabiki wao 18, mashabiki 9 kila mmoja amefungwa kifungo cha mwaka mmoja jela na faini ya dola 500 sawa na shilingi milioni 1,295 za Kitanzania, huku mashabiki 6 kila mmoja akihukumiwa kifungo cha miezi 6 jela na faini ya dola 200 sawa na shilingi 518 za Kitanzania, huku mashabiki 3 kila mmoja akihukumiwa kifungo cha miezi 6 huku mashabiki 3 kila moja akihukumiwa kifungo cha miezi 3 jela na faini ya dola 120. Beckham Locos wa South TV. Asante sana Beckham Locos kwa taarifa hizo za michezo. Kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Dorcas Maximilian. Na sasa nirudishe kijiti kwake Donald Anthony kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Dorcas Maximilian kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Mwili wa Askofu Kardinali Pengo kuzikwa Februari 28 Pungu, Dar es Salaam. Waziri wa Afya wa Zimbabwe atangaza mpango wa kuzindua dawa mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia ya sindano. Na katika michezo, kocha wa timu ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti kampasi kuu ya Mwanza ameeleza maandalizi ya kikosi chake kuelekea kwenye mchezo wa mshindi wa 3 wa mashindano ya chuo Challenge Cup Jumamosi hii. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anthony. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka Sauti TV. Uwe na wakati mwema.